Juzi hapa wakati Mheshimiwa Rais ameamua kutumia birthday yake kwa ajili ya upandaji wa miti, sina hakika wangapi walijiuliza maswali, siku ya birthday tena tukapande miti? Ndio, lakini kwa wale tunaomjua kidogo ni kwa sababu yeye mwenyewe ni mwana mazingira. Kwa hiyo unaona kila wakati anajaribu kuona atumie mbinu gani ili kuzidi kueneza hii elimu kwa wananchi pale ulipo, popote utakapokuwa. Kasema jambo moja kubwa zuri sana. Zuri sana. Kwa hiyo nilipokuwa nimeshirikishwa kwenye jambo hili, nikasema kwa sababu birthday ya mama imepita juzi tu, basi moja na sisi tunukie birthday yake. Maana si kila mtu alipata nafasi ya kwenda kushiriki. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa mkoa, kiongozi wetu kutoka TPRA, wanahabari na taasisi yenu kwa uamuzi mzuri mliofanya kwamba na sisi tushiriki katika upandaji wa miti. Unajua somo la jambo hili ni gumu. Gumu sana. Mimi na mifano hai kabisa, ni kumbana na msomi mmoja hivi nyumbani. Mimi nahubiri upandaji miti na yeye akaenda kwenye mikutano akasema mimi namshangaa waziri mkuu amekosa la kusema, anapiga kelele upandaji wa miti. Nchi imejaa miti kila kona. Kwa hiyo akipita hivi akiona miti anaona unapanda ya nini? Kitu asichokijua ni kiasi gani cha miti kinakatwa kila mwaka. Hilo swali hawajiulizi wengi, na kwamba madhara yake ni kitu gani. Kwa mimi nimeshukuru sana kwamba tumepata nafasi haka, basi na sisi tuje tutekeleze wajibu wetu wakati tutakavyoweza. Naona vijana hawa mkiwaweka vizuri, huo mchaka na ukimbizana asubuhi tukautumia sisi kila mtaa, tunatengeneza tu program. Tutaanza na kata 3 au 5 mahali fulani. Tunaandaa miche yake. Tunasema mkuu wa mkoa na mwingine napinda naye anakuepo, watakuja hapa kushuhudia hiyo kazi tarehe fulani. Safi. Mheshimiwa Nizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu mkurugenzi wa PPRA, kini mwenyeji wetu, mwenyekiti wa Habari Conservation, pamoja na wenyeji wetu wengine ambao mmeongozana nao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya baraka tena tulioipata leo kuanza siku ya asubuhi kabisa kwa kazi hii nzuri ya kupanda miti. Lakini kipekee kabisa nikushukuru wewe kwa kuridhia kuja kuungana na ndugu zetu Habari Conservation kwa ajili ya kufanya kazi hii nzuri leo. Tunakushukuru sana. Najua tumekudamsha asubuhi na mapema kwa ajili ya kazi hii, na wewe kwa sababu ya kuipenda ukaja mapema. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo hili linalofanyika tunafahamu kabisa kwa ni jambo la kimkakati kwa nchi yetu. Ni jambo ambalo ni utashi wa kitaifa, lakini pia ni utashi wa viongozi wetu wa serikali yetu kwa muda mrefu. Lakini kwa mkoa wa Dodoma kipekee kabisa tuanze kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye kwa Dodoma tunaye historia naye kwa sababu ndiye alianzisha kampeni ile ya kila halmashauri pande miti 1.5 milioni kila mwaka, lakini yeye mwenyewe alianza kupanda miti hiyo akiwa Dodoma, ambapo eneo la Mzakwe pale alianza mwaka 2017 na kuanzisha kauli ya Dodoma ya kijani, ambapo toka wakati huo kukawa na kampeni mbalimbali za kuona Dodoma inaendelea kuwa ya kijani. Tunaona kuna baadhi barabara zimepandwa miti, ile ni kutokana na ile kampeni ambayo ilikuwa imeanzishwa. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu matamanio ambayo viongozi wetu wanayo au nchi yetu iko kwenye mipango yake bado hayajafikiwa kwa mkoa wa Dodoma. Ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023-2024. Sheria hile imetuelekeza na tuna mchango mkubwa sana kwenye mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, unafahamu sasa hivi ununuzi wa umma kupitia sheria ya mwaka 23-24 na kanuni zake za
za 2023 na kanuni za 2024 zimeelekeza ununuzi wote wa umma ufanyike kidijitali. Maana yake nini? Tunaondoa uchafuzi wa mazingira uliokuwa unafanyika kwa kutumia makaratasi, mafuta kwa watu kusafiri, wino katika kuchapa makabrasha mengi na makubwa ambayo yalikuwa yanatumika katika zabuni. Kwa hiyo sasa hivi PPRA anakuwa mdau mkubwa sana wa mazingira, na ndio maana wenzetu walipotufuata wasema sasa sisi sio tu tuzuie ukataji wa miti na uchafuzi katika, ila sasa tuongeze na jitihada ya kupanda vile vile miti, ili sio tu kuzuia na kupanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza kufanya tafiti tokea mwaka jana na ikaonekana kwamba zaidi ya metric tani milioni 600 tumeweza kuziokoa. Hizo safari za mabarabarani, watu kukimbiza zabuni kutoka sehemu moja mpaka nyingine na wino, na tukashauriwa vile vile kupitia ofisi ya makamu wa rais kwamba mradi wetu wa NEST ambao ndio unatumika sasa hivi kusimamia ununuzi wa umma unastahili kusajiliwa katika ile commission ya National Carbon Trading, na tumeshafikia hatua ya juu kabisa na mradi wetu umesajiliwa, na tunaamini katika kipindi kifupi kijacho watu watakuja kununua product ya NEST na tutapata mabilioni ya fedha kwa sababu ya jitihada zetu za kutunza mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukuhakikishie kwamba safari hii ambayo tumeanza na wenzetu hawa hatutakuwa ni swala leo tu. Kupitia mradi huu na katika kuchagiza taasisi nunuzi kushiriki ununuzi wa umma kupitia makundi maalum, tutahakikisha hapa tunatenga vikundi zaidi ya 3 ambavyo ni kupitia ununuzi wa umma ambavyo vitasimamia na kutunza miti hii, ili mheshimiwa mgeni rasmi isiwe ni swala la siku moja tu. Tutapokuja kualika mara ya pili utakuta huu tayari ni msitu mengi, hasa baada ya serikali kuhamia mkoani hapa. Watu hawa wanahitaji hewa safi. Miti tunayopanda itawanufaisha wote bila upendeleo, na watafurahia mandhari nzuri ya jiji la Dodoma.